ya 52 mstari wa 22, kitabu cha Isaya 52, Isaya 42 mstari wa 22. Naomba unisomee hapo. Kitabu kile cha Isaya sura ya 42 mstari wa 22, Biblia inasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Fungua kitabu cha Luka. Luka ile sura ya 19 mstari wa 22. Anzia mstari wa 41, soma 41 mpaka 44. 44 Biblia inasema, ndio. Alipofika karibu, ndio, aliona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Ndio. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiriwa kwako. Weka na 21 mstari wa 5 na wa 6. 21:5 na 6, Biblia inasema, na watu kadha wa kadha walikuwako wakiongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri na sadaka za watu. Alisema, haya mnayoyatazama, siku zitakuja ambapo halitasalia jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Weka mkono mmoja juu. Mfalme Mungu, asante kwa ajili ya siku nyingine tena. Ulifahamu kabla kuumbwa misingi ya dunia. Ulijua yatakayotokea siku ya leo. Nasi tumesimama Mungu katika viwanja hivi. Tunanyamaza kimya ili sauti yako isikike ndani ya mioyo yetu, na yote ambayo tutayasikia toka kwako Mungu, Mwana na Roho Mtakatifu, tunaalika uweza wa nguvu na mamlaka yako Bwana katikati ya eneo hili, kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo. Bwana, watu wako watakaosikia sauti hii, ukawape neema yako Bwana ya kujua na kuelewa na kufahamu, maana neno lako linasema watu hawa ni watu walioibiwa. Waliibiwa kwa sababu hawakujua majira ya kujiliwa kwao. Neno hili limekuja majira ya jioni hii ya leo Bwana, kwa sababu unatamani tujue majira ya kujiliwa kwetu. Majira ya kujiliwa kwetu ni majira ya wokovu. Nasi Bwana tumesimama mahali hapa. Achilia neema ya wokovu juu ya watu wako kila mmoja, katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Unaweza ukasema amen ukimshangilia Bwana. Amen, amen, amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Mwambie jirani yako usinigasigasi. Mwambie jirani yako usinigasigasi. Huu ni wakati wa utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesoma kitabu cha Isaya ile sura yake ya 42 na mstari wa 22. Biblia inasema watu hawa ni watu waliofungwa, watu hawa ni watu walioibiwa, watu hawa ni watu waliotekwa. Ndio. Lakini hapana asemaye rudisha. Ndio. Hii ni kazi ya shetani, kuiba na kuharibu watu. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Yohana ile sura ya 10 na mstari wa 10 ya kwamba kazi za ibilisi ni kuiba na kuharibu. Ndio. Lakini habari njema ni kwamba yupo asemaye rudisha, ambaye ni Yesu Kristo. Ndio. Anasema yeye anapokuja analeta amani kwenye maisha yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe.
asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Amen. Biblia inaniambia ya kwamba watu hawa ni watu waliofungwa. Ndio. Watu walioibiwa. Ndio. Watu waliopotea. Watu waliotekwa. Maisha ya mtu mmoja yamefungwa. Maisha ya mtu mmoja yametekwa. Ndio. Maisha ya mtu mmoja yamekamatwa. Ndio. Kwa sababu hakujua majira ya kujiliwa kwake. Kwa sababu alifikiri ni wakati wa kupotea. Ndio. Lakini ulikuwa ni wakati wa kukombolewa. Maana Biblia inasema ya kwamba watu hao waliokuwa wamekamatwa, watu hao waliokuwa wameibiwa, watu hao waliokuwa wamefungwa, walifungwa kwa sababu walikuwa wajui majira ya kujiliwa kwao. Ni kweli unaishi katika dunia hii. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Luka ile sura ya 21, Biblia inasema wakati watu walikuwa wanatembea, wakawa wanaangalia ule mji, wanaona yako majumba ambayo yamejengwa kwa dhahabu, ambayo yamejengwa kwa fedha, ambayo yamejengwa kwa rumasi. Wakaanza kufikiria majumba haya yanapendeza, majumba haya yanatamanisha, wakaanza kuyatamani. Lakini ikatokea sauti ya mwanaume Yesu Kristo, akawaambia majumba haya mnayoona, hekalu hili mnaloliona, inafika wakati ambayo itabomoshwa, haitasalia jiwe juu ya jiwe. Nami nataka nikwambie, ni kweli unayo nyumba nzuri, ni kweli una magari mazuri, ni kweli maisha yako yanapendeza, ni kweli kwa namna ya kibinadamu watu wakiangalia wanafurahia, wanasema ya kwamba maisha ya mtu yanapendeza. Lakini umeyapata kwa udhalimu, lakini umepata kwa kuua mwanao. Nataka nikwambie, uko wakati unakuja, haitasalia jiwe juu ya jiwe, hayatasalia yanayotamanika, hayatasalia yanayoonekana, hayatasalia unayoyatumainia. Maana unakuja wakati ambao hayo mambo hautayatumainia. Kweli unaishi vizuri, kweli una pesa nyingi, lakini uko wakati ambao mawe yatabomoshwa, ambao yatabomoshwa, halitasalia jiwe juu ya jiwe, hakutakuwa na amani. Maana uko ujio wa Yesu Kristo ambao ameuandaa kuja kwake. Fedha haitakuokoa, dhahabu haitakuokoa. Maana Yesu Kristo asipokuweka moyoni mwako, hakuna jambo litakuwa salama. Ni heri ungelimgeukia Yesu, yeye angeliyabadilisha maisha yako. Ni heri ungeligeukia kwa Yesu, yeye angelitumainisha maisha yako. Ni kweli umekaa kwenye dhambi, lakini yatosha. Ni heri ubadilishe maisha yako. Na Waisraeli hawakujua majira ya kujiliwa kwao, walikuwa wanatenda dhambi wakidhania kwamba imetosheleza. Lakini ukafika mahali wakapelekwa utumwani. Kama ulivyopelekwa utumwani, umepelekwa kwenye ulevi, huo ni utumwa wako. Umeupeleka kwenye ukahaba, huo ni utumwa wako. Umepelekwa kwenye maeneo mbalimbali, huo ni utumwa wako. Na kwa sababu haujajua ya kwamba Yesu amekuja, maana unaendelea kukaa. Biblia inaniambia kwenye kitabu cha Esta ya kwamba wana wa Israeli walipopelekwa Babeli, wakakaa utumwani huko, wakarelaksi na maisha yao, wakahisi ya kwamba wamefika. Lakini ilikuwa sivyo, walikuwa hawajafika. Ule ulikuwa ni utumwa, ule ulikuwa ni taabu. Haijalishi umekaa utumwani kwa muda gani, lakini uko si nyumbani kwako. Haijalishi umekaa Misri kwa namna gani, uko si nyumbani kwako. Musa akasema ya kwamba, pamoja na kwamba nimekaa kwenye nyumba ya mfalme, nimekaa kwenye nyumba ya Farao, lakini mimi si mwana wa binti Farao. Nami nataka nikwambie jioni hii ya leo, wewe si mwana wa ibilisi, wewe si mwana wa ulevi, wewe si mwana wa uchawi. Uchawi ni uvamizi. Yesu amekuja duniani ili akomboe wenye dhambi, ili aokoe wenye dhambi. Mmoja wapo ni mimi, mmoja wapo ni wewe. Ukikataa kuna haja, lakini tunaisema habari
wokovu juu yako. Shetani ameiba maisha yako. Shetani ametesa moyo wako. Lakini majira ya kujiliwa kwako. Haya ni majira ya kujiliwa kwako. Haya ni majira ya wokovu wako. Haya ni majira ya amani yako. Haya ni majira ya kufunguliwa kwako. Haya ni majira ya kuponywa kwa watoto wako. Haya ni majira ya kuinuliwa tena. Haya ni majira ya kufunguliwa tena. Sikilize nikwambie, usidanganywe na wale wanasema kuna maombi ya ukombozi wa familia. Yuko mmoja peke yake. Yeye alikufa msalabani ili awakomboe wenye dhambi. Tatizo si mume anaelewa. Tatizo ni dhambi iliyoko ndani yako. Maisha yako yanategemea ni wapi umechagua. Yesu amekuja ili ageuze maisha yako. Kuna ukombozi wa familia. Kilichobaki ni ukombozi wa nafsi yako. Na tatizo ni nafsi yako. Na tatizo ni maisha yako. Dhambi inatesa moyo wako. Dhambi inasumbua maisha yako. Hilo ndilo tatizo. Kuna mtume anaweza kuondoa. Hakuna nabii anaweza kuondoa. Kuna kitu kingine kinaweza kuondoa isipokuwa jina moja pewa wanadamu litupasalo kuokolewa kwao. Kitabu kile cha Isaya ile sura ya 49 anasema majemadari watatolewa wokovu ukawachilia watoto wako. Ninataka nikwambie yuko jemadari mmoja anaitwa Yesu Kristo. Akiingia ndani yako inaondolewa. Akiingia ndani yako wokovu unaingia. Akiingia ndani yako ikomboa familia yako. Akiingia ndani yako anabadilisha maisha. Akiingia ndani yako ile hali ya hewa iliyokuwa imechafuka yeye anageuza. Kwa watu ambao walikuwa na hali ya kufa, alipoingia Yesu ile hali ikabadilika. Maisha yao yakageuka. Maisha yao yakawa tofauti. Sikiliza nikwambie, kuna muda wa dakika chache za kukwambia ya kwamba Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Yesu anaokoa. Njoo akuokoe nawe. Njoo akubadilishe. Njoo abadilishe maisha yako. Haijalishi ni jambo gani ambalo ni gumu kwenye maisha yako. Yesu anaweza. Yesu anatosha. Yesu atakubadilisha. Yesu atakugeuza. Yesu atakuinua. Yesu atakufungua. Lakini unaogopa kwa sababu mtaani kwako kuna mchawi maarufu. Sikilize nikwambie, wale waliofungwa kwenye mashimo kuwepo kusema rudisha. Leo Yesu amekuja anasema rudisha. Anasema mwanamke aliyopotea yeye anarudisha. Anasema mwanaume aliyopotea yeye anarudisha. Anasema mtu aliyoibiwa yeye anarudisha. Akili za mtu zilizoibiwa yeye anarudisha. Hahitaji kwenda kwa mganga. Hahitaji kulipishwa pesa. Ukilipokea hili jina Yesu atakubadilisha. Ukipokea jina la Yesu yeye anakugeuza. Yeye atakuinua. Yeye atakufungua. Yeye atakubadilisha. Watu hawa ni watu waliofungwa. Watu hawa wamewekwa kwenye mashimo. Sababu yake ni kwamba hawajatambua ujio wa Yesu. Hawajatambua ya kwamba Yesu ni Mwokozi. Anachokijua ya kwamba mimi nina dini yangu. Sikilize nikwambie, aliyomuua Yesu watu waliokuwa na dini kama wewe. Hata ulivyo tena dhambi, lakini
bado unayo. Tena dhambi, lakini bado unayo. Njoo kwa Yesu ageuze maisha yako. Njoo kwa Yesu abadilishe maisha yako. Njoo kwa Yesu aondoe dhambi moyoni mwako. Njoo kwa Yesu aondoe teso lako. Njoo kwa Yesu atengeneze maisha yako, aokoe watoto wako. Njoo kwa Yesu, yeye ni Mwokozi. Njoo kwa Yesu, yeye ni anafungua. Sikiliza nikwambie, unavyotuona hatukuzaliwa tulivyo. Tulikuwa ni waovu, tulipokubali kuja kwa Yesu Kristo tukafunguliwa, tukawekwa huru, tukawekwa salama. Salama ya maisha yako ipo kwa Yesu Kristo. Salama ya maisha yako ipo kwenye fedha. Maana Biblia inaniambia uzima wa mtu upo katika vitu alivyo navyo. Haijalishi una nyumba, haijalishi una magari, lakini usalama wako upo katika Kristo Yesu. Yeye atakayekuja siku ya mwisho atakukomboa, atakufungua, atakuinua, atakutengeneza, atakupa ufalme. Wanadamu wana cha kukupa, lakini Yesu anacho cha kukupa. Heri ujivunie Yesu. Kama magari hauna, heri ujivunie Yesu. Hata kama elimu hauna, heri ujivunie Yesu. Yote yanapita. Kigezo cha kuingia mbinguni sio degree wala diploma, sio bachelor wala sio PhD. Ingelikuwa ni hivyo, wengi wangelibaki. Kigezo cha kuingia mbinguni ni utakatifu mpendwa. Ni maisha yale ya kuachana, ni maisha ambayo wamebadilika. Wameachana na ulevi, wameachana na kuroga, wameachana na uzinzi, wameachana na uchawi. Ndio watakaoingia. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo ya kwamba hapana kinyonge kitakachoingia, wale waliooshwa damu ya mwana kondoo. Damu ya Yesu peke yake, damu ya Yesu peke yake, damu ya Yesu peke yake, damu ya Yesu peke yake. Wewe unaoshwa na maji ya upako, pole. Wewe unaoshwa na chumvi ya upako, pole. Wewe unaoshwa na mafuta ya upako, pole. Kupa pole. Damu ya Yesu ina garantia ya kuondoa dhambi. Maji ya upako hayawezi. Mafuta ya upako hayawezi. Ni Yesu peke yake. Mwaga damu yake kwa ajili yako mama, kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya maisha yako. Yeye aliyemwaga damu yake kwa ajili yako, yeye ndiye ambaye anaweza kuondoa. Huyo aliyekuumba, huyo aliyekutengeneza, huyo aliyekutengeneza. Hata ungelienda kwenye kitubio, dhambi haitaondoka, lakini ukimkubali Yesu, dhambi itaondoka. Maisha itakuwa salama. Uhai wako utarejea, amani yako itarejea, furaha yako itarejea, uzima wako utarejea. Utakuwa salama, utakuwa mbali na kuonewa. Na Bwana linasema watu waliomkimbilia aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Hao walioliamini jina la wana wa Mungu. Kuna jina jingine, hakuna jina la mtume. Kwa watu walidanganywa, wakaambiwa jina la mtume linaweza kuwasaidia. Wengine wakapewa picha mtume na manabii wao. Haziwezi kukusaidia, haziwezi kukusaidia, haziwezi kukusaidia. Ongea haya kwa ujasiri, na ninayajua, ninayafahamu. Haziwezi kukusaidia, haziwezi kukusaidia. Alikuweko mama mmoja aliyekuwa anaumwa sana, akaenda kwa mtu mmoja aliyekuwa anajiita nabii. Akaenda huko, akapokea vitu alivyopewa, akala na akanywa.
lakini maisha yake yakawa ni mabaya, yakawa ni mabaya. Mpaka leo anaumwa, hata hawezi kutembea. Nabii ya kumsaidia, mtu yeyote ya kumsaidia, ila Yesu Kristo anaweza kukusaidia. Kwa sababu akiwezi kukusaidia, ni jina la Yesu linaloweza kukusaidia, hilo linaloweza kukuinua, linaloweza kuondoa unayoipitia. Kabla na wachawi, Yesu anaweza kukuondoa. Maisha yako yamefungwa kwenye mashimo, maisha yako yametupwa kwenye mashimo. Wamekuambia nyota yako imeibiwa, wakala pesa zako, lakini nyota haikurudi. Yuko Yesu mmoja anazijua nyota kwa majina, na ndiye aliyezipa majina. Elewa jinsi unavyoenda ukimkubali Yesu, nyota yako haiwezi kuibiwa, na yeye ndiye mfalme wa hizo nyota zote. Hawezi kuiba nyota yako. Shetani hana huo ujanja wa kuiba nyota yako. Ikiwa Yesu Kristo ameingia ndani ya maisha yako, tumeulete hawatakuzuru, kwa sababu Yesu ameingia kwenye maisha yako. Biashara yako iko kwenye mashimo, kwa sababu haujamkabidhi Yesu. Maisha yako kwenye mashimo, kwa sababu haujamkabidhi Yesu. Sikiliza nikwambie, mkini umeikabidhi mizimu ya nyumbani kwenu, lakini haiwezi kukusaidia. Yesu peke yake ndiye anaweza kukusaidia. Yesu peke yake ndiye anaweza kukuokoa. Yesu peke yake. Achana na mizimu ya kwenu, maana haiwezi kukusaidia. Kama ni mizimu, hata sisi tulikuwa nayo, haikuwa na faida kwa maisha yetu. Nisikilize nikwambie, wewe uliumbwa na Mungu kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Galatia, ile sura ya 4 mstari wa 19, Paulo anawaambia Wagalatia ya kwamba enyi watoto wangu, ninayo shauku moyoni mwangu mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Nami nataka niseme jioni ya leo, ninayo shauku moyoni mwangu ya kwamba Kristo aumbike moyoni mwako. Yale aliyokutesa yasikutese tena, yale aliyokusumbua yasikusumbue tena, yale aliyokufunga yasikufunge tena, yale aliyosumbua maisha yako yasisumbue tena. Yako mambo ambayo yamewasumbua kwenye ukoo, mpaka mkajibatiza jina, mkaita mambo haya ni ya kwetu, mkaita ugonjwa huu ni wa kwetu. Lakini sikiliza nikwambie, Yesu alipigwa msalabani, kila kiboko alichopigwa aliondoa mateso yako. Kila msumari aliyopigiliwa alikuwa anataka kukukomboa. Yote ambayo yametesa maisha yako hayatatesa tena. Ikiwa Yesu Kristo ataingia ndani yako, yeye anasema mabonde yatajazwa, mashimo yatajazwa. Lazima utoke leo, yale mashimo yatajazwa. Lazima utoke leo. Lazima unayoona ni milima kwako, lazima itashushwa. Yesu aingie ndani yako, yeye atabadilisha, yeye atageuza, yeye atakuinua, yeye atakufanya upya, yeye atakuinua, yeye atakuinua. Nataka nikwambie jioni ya leo, unateseka kwa sababu hujajua majira ya kujiliwa kwako. Haujajua majira ya kujiliwa kwako. Hujajua majira ya kujiliwa kwako. Hawa ni watu waliotekwa, sababu bado wanaendelea kuitazamia mizimu yao, kwa sababu bado wanaendelea kusema habari za waganga. Watu hawa ni watu waliotekwa, watu hawa ni watu walioibiwa. Alitasalia jiwe
ya jiwe ambalo litabomoshwa. Nataka nikwambie, hakuna mwenye dhambi ambaye atasalia ila kuingia kwenye jehanamu ya moto. Na Biblia inasema Mungu hatamhesabia mmoja ambaye ana dhambi kana kwamba hana dhambi. Hata kama ulikuwa unasali ukiwa una dhambi, una dhambi tu. Kama ulikuwa unaabudu na sadaka umetoa, kama una dhambi, una dhambi tu. Jehanamu inakusubiri. Hata kama ndugu zako ama wachungaji wako wamekudanganya wakakwambia tutakuombea ukifa, hakuna sala za marehemu. Biblia inaniambia baada ya kifo hakuna majadiliano. Baada ya kifo anasimama mhukumu wa haki, haanzi kuleta mashahidi, maana anayajua maisha yako, maana alikutambua. Anasema baada ya kifo yeye anaileta hukumu. Hiyo hukumu utakuwa wapi mpendwa? Hiyo hukumu utapona mpendwa? Hautapona maana umemkataa Yesu. Hautapona maana umemkataa Yesu. Ukupona kwako ni kumkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Simama kwa miguu yako. Simama mahali ulipo.